Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza rasmi kuwa atajiuzulu wadhifa wake wa waziri mkuu pamoja na nafasi ya uongozi wa chama cha Labour, hatua inayofungua ukurasa mpya katika siasa za Uingereza. Akizungumza leo mbele ya waandishi wa habari nje ya makazi rasmi ya waziri mkuu Downing Street, Starmer amesema alikabidhiwa chama ambacho kilikuwa katika hali mbaya ya kisiasa, kifedha na kimaadili, huku wengi wakiamini kuwa hakikuwa na uwezo wa kurejea madarakani. Alisema alifanikiwa kubadilisha mwelekeo wa chama hicho kwa kurejesha imani ya wananchi katika uchumi, ulinzi na usalama wa taifa, pamoja na kupambana na kile alichokiita sumu ya chuki dhidi ya Wayahudi ndani ya chama. Starmer alisema swali kubwa ambalo limekuwa likiulizwa ndani ya Labour ni kama yeye ndiye mtu sahihi wa kuiongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Nimesikia jibu la chama changu kuhusu swali hilo na ninalikubali kwa moyo mkunjufu, alisema. Aliongeza kuwa kila uamuzi aliofanya akiwa madarakani uliongozwa na maslahi ya taifa kwanza. Nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Labour, alitangaza. Starmer alisema tayari amemjulisha mfalme kuhusu uamuzi wake wa kuondoka madarakani na ameagiza kamati kuu ya utendaji ya Labour NEC kuanza mchakato wa kumpata kiongozi mpya. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, uteuzi wa wagombea utafunguliwa Julai 9 na kukamilika kabla ya bunge kurejea mwezi Septemba. Hata hivyo, hadi mchakato huo utakapokamilika, Starmer ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu ili kuhakikisha mpito wa madaraka unafanyika kwa utulivu. Amesema yuko tayari kumpa mrithi wake ushirikiano kamili na msaada wowote utakaohitajika. Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Starmer alitoa shukrani kwa familia yake, marafiki, wafanyakazi wa Downing Street na watumishi wa umma waliomuunga mkono katika kipindi chake cha uongozi. Kwa hisia kubwa, alisema baada ya kuacha kazi kubwa zaidi nchini humo, sasa anataka kutumia muda mwingi zaidi katika kazi muhimu zaidi maishani mwake. Nataka kuwa mume bora zaidi kwa mke wangu Vic, ambaye amekuwa nguzo yangu katika nyakati zote, na anataka kuwa baba bora zaidi kwa watoto wangu ambao ni fahari na furaha yangu, alisema kabla ya kumkumbatia mkewe na kurejea ndani ya Downing Street. Kujiuzulu kwa Starmer kunafungua mbio mpya za uongozi ndani ya Labour, huku majina kadhaa yakitajwa kuwania nafasi hiyo, akiwemo Andy Burnham ambaye amekuwa akihusishwa na harakati za kukiongoza chama hicho katika kipindi kijacho.